Je, umewahi kuhisi ganzi kwenye mikono, miguu, vidole au sehemu nyingine za mwili? Watu wengi hukimbilia kutumia tiba mbalimbali asilia walizosikia kutoka kwa marafiki, mitandaoni au mitaani, wakiamini kuwa zinaweza kuponya ganzi kabisa. Lakini je, upi ni ukweli? Tiba hizo zinafanya kazi? Katika mada hii tutazungumzia kwa kina ukweli wa kisayansi kuhusu tiba asilia za ganzi, zipi zinaweza kusaidia kupunguza dalili, zipi hazina ushahidi wa kutosha, na ni wakati gani unapaswa kumwona daktari haraka. Kumbuka, ganzi si ugonjwa wenyewe. Mara nyingi ni dalili ya tatizo jingine linalohitaji kutambuliwa. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia ganzi ni nini. Ganzi ni hali ya kupungua au kupotea kwa hisia kwenye sehemu za mwili. Mtu anaweza kuhisi kuwashwa kama sindano zinachoma, kuchoma, kukosa hisia kabisa, moto au baridi usio wa kawaida, misuli kuwa dhaifu, kushindwa kushika vitu vizuri na kupoteza usawa wakati wa kutembea. Dalili hizi zinaweza kuwa za muda mfupi au za kudumu kutegemeana na chanzo husika. Sababu kuu za ganzi. Kabla ya kutafuta tiba yoyote asilia, ni muhimu kujua chanzo husika cha ganzi. Sababu zinazojulikana ni pamoja na kisukari, upungufu wa vitamini B12, kukandamizwa kwa neva, magonjwa ya uti wa mgongo, kiharusi, magonjwa ya kinga ya mwili, matumizi ya pombe kupita kiasi, magonjwa ya figo, baadhi ya dawa na maambukizi yanayoathiri mfumo wa neva. Kwa hiyo, hakuna dawa moja asilia inayoweza kutibu aina zote za ganzi. Ukweli kuhusu tiba asilia. Tutaangalia kitu kimoja na je, kinafanya kazi kama vile ambavyo kinaelekezwa? Namba 1 ni tangawizi. Watu wanasema tangawizi huponya ganzi. Tangawizi ina kemikali zenye uwezo wa kupunguza uvimbe na inaweza kusaidia kuboresha mzunguko wa damu. Inaweza kusaidia baadhi ya watu wenye maumivu ya neva, uvimbe mdogo, lakini hakuna ushahidi kuwa tangawizi inaweza kurejesha neva zilizoharibika. Kwa hiyo, inaweza kusaidia dalili kwa baadhi ya watu, lakini si tiba kamili. Namba 2 ni kitunguu saumu. Watu wengi huamini kitunguu saumu kinaondoa ganzi kabisa. Ukweli ni kwamba kitunguu saumu kinaweza kusaidia kuboresha afya ya moyo, kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza hatari ya baadhi ya magonjwa ya mishipa, lakini hakijathibitishwa kutibu ganzi inayotokana na uharibifu wa neva. Namba 3 ni mchaichai. Baadhi ya watu hutumia chai ya mchaichai. Hii inaweza kupunguza msongo wa mawazo, kumfanya mtu ajisikie vizuri, lakini hakuna ushahidi wa kisayansi unaoonyesha kuwa inaponya ganzi. Namba 4 ni mwarobaini. Mwarobaini hutumika katika jamii nyingi. Baadhi ya tafiti zinaonyesha una kemikali zenye uwezo wa kupunguza uvimbe, lakini bado hakuna ushahidi wa kutosha unaoonyesha kuwa ni tiba ya ganzi. Namba 5 ni mafuta ya zaituni. Mafuta ya zaituni yana mafuta ya afya, yanaweza kusaidia afya ya moyo, mishipa ya damu, kupunguza uvimbe, lakini si tiba ya moja kwa moja ya ganzi. Namba 6 ni turmeric, manjano au binzari. Manjano ina kirutubisho kinachoitwa silikumini. Silikumini inaweza kupunguza uvimbe, kupunguza maumivu kwa baadhi ya watu, lakini tafiti bado hazijathibitisha kuwa inaweza kuponya uharibifu mkubwa wa neva. Namba 7 ni mbegu mbalimbali, mfano mbegu za maboga, mbegu za alizeti, karanga na korosho. Hizi zina magnesium, zinki pamoja na vitamini E. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia afya ya neva ikiwa lishe yako ilikuwa na upungufu, lakini si tiba ya haraka ya ganzi. Je, vitamini B zinaweza kusaidia? Ndiyo, lakini kwa hali maalumu. Iwapo ganzi imesababishwa na upungufu wa vitamini B12, vitamini B1, vitamini B6.
matibabu ya vitamini yanaweza kusaidia sana. Lakini kama sababu ni nyingine, kutumia vitamini pekee hakuwezi kutatua tatizo. Ndiyo maana vipimo vina umuhimu mkubwa kabla ya kuanza matibabu. Mambo yanaweza kusaidia nyumbani ni pamoja na mazoezi. Mazoezi yanaweza kusaidia kuboresha mzunguko wa damu, kuimarisha misuli, kuboresha kazi za neva, mfano kutembea, kuogelea, mazoezi ya kunyosha misuli. Lishe bora, kula vyakula vyenye vitamini B12, vitamini B6, vitamini E, omega 3, magnesium, folate. Mfano wa vyakula vya lishe bora ni pamoja na samaki, mayai, maziwa, mboga za majani, karanga na maharage. Kudhibiti sukari. Kwa wagonjwa wa kisukari, kudhibiti sukari ndiyo njia muhimu zaidi ya kupunguza uharibifu zaidi wa neva. Hakuna tiba ya asili itakayofanya kazi vizuri ikiwa sukari inaendelea kuwa juu. Kuacha pombe. Matumizi ya pombe kwa muda mrefu yanaweza kuharibu neva. Kupunguza au kuacha pombe kunaweza kusaidia kuzuia uharibifu kuendelea. Kupunguza uzito. Kwa watu wenye uzito mkubwa, kupunguza uzito kunaweza kupunguza shinikizo kwenye neva, hasa mgongoni na kwenye mikono. Uongo unaosambaa kuhusu tiba asilia za ganzi. Uongo wa kwanza. Tangawizi inaweza kuponya. Tangawizi huponya ganzi kwa siku 7 tu. Hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha madai hayo. Uongo wa pili. Ukisugua mafuta fulani ganzi itaisha. Mafuta yanaweza kupunguza maumivu kwa muda, lakini hayaondoi chanzo cha ganzi. Uongo wa tatu. Ganzi zote husababisha na damu kuganda. Huu si ukweli. Sababu nyingi za ganzi hazihusiani na damu kuganda. Uongo wa 4. Ukianza tiba za asilia hakuna haja ya kumwona daktari. Hii ni hatari sana. Baadhi ya wagonjwa hupata kiharusi au uvimbe wote wa mgongo na kuchelewa kufika hospitalini kwa sababu waliamini tiba za nyumbani. Ni lini uende hospitali haraka? Usisubiri ikiwa hali mbaya zaidi. Wahi hospitali ikiwa ganzi imeanza ghafla, uso umepoza, mkono wa mguu umepoteza nguvu, una shida ya kuongea, unashindwa kutembea, ganzi inaongezeka kila siku, una maumivu makali ya mgongo yanayoambatana na ganzi, umepoteza uwezo wa kukojoa au kujisaidia, ganzi inaambatana na homa kali au kupungua uzito bila sababu. Dalili hizi zinaweza kuashiria tatizo linalohitaji matibabu ya haraka. Je, tiba za asili zina nafasi gani? Jibu ni ndiyo, lakini kuna nyongeza ya matibabu sahihi, si mbadala wake. Zinaweza kusaidia kwa kuboresha lishe, kupunguza uvimbe kwa baadhi ya watu, kuboresha afya kwa ujumla na kuboresha mzunguko wa damu, lakini hazipaswi kuchukua nafasi ya uchunguzi wa kitabibu na matibabu yanayolenga chanzo halisi cha ganzi. Hitimisho. Ganzi ni dalili muhimu inayoweza kuonyesha matatizo mbalimbali ya afya, kuanzia upungufu wa vitamini hadi magonjwa ya neva, uti wa mgongo au kiharusi. Tiba za asili kwa kama tangawizi, kitunguu saumu, manjano, mafuta ya mizeituni na lishe bora zinaweza kusaidia kuboresha afya kwa ujumla na kupunguza baadhi ya dalili kwa watu wengine. Lakini ushahidi wa kisayansi hauonyeshi kuwa zinaweza kuponya ganzi zote. Njia bora ni kufanya uchunguzi wa kitabibu ili kubaini chanzo, kufuata matibabu yanayopendekezwa na mtaalamu wa afya na kutumia tiba za asili zenye ushahidi kama sehemu ya mtindo bora wa maisha, si kama mbadala wa matibabu. Ulikuwa nami Daktari Lenny Kombo. Kwa ushauri zaidi kuhusu ganzi na matibabu yake, ni kuombe tuwasiliane kupitia namba 0767443887. Majadiliano